sahihi na mashaka sio sahihi. Kuna watu huwa wanakuwa na mashaka ambayo sio sahihi, na wamama wanapataka shida. Ukikutana na mwanamke mwenzako mwenye mashaka na wewe, hivi hao watoto ni watoto wako kweli? Unaonekana kama ni wajukuu zako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata kama ni wifi, wewe kaka, hivi huyu wifi huyu kweli unaonekana kama amekuzidi umri. Mimi hajanizidi umri, huyu ni mdogo tu. Hapana, wewe kaka, mimi na mashaka na wifi mimi. Suka kakaangu, suka umeoa mzee. Hao hawezi kuwakwepa. Wanasiwa sana. Lazima hao hawezi kufanya. Wanaweza kuwa na mashaka sahihi au sio sahihi. Hilo ni kundi, aina za kundi. Watu wenye mashaka. Yesu anawaambia hivi, kamwambie Yohana yale unayoyaona yanayofanyika asiwe na shaka na mimi. Yaani mimi ndiye. Bwana siwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu sio kwamba anakuamini 100%. Lazima atakuwa na shaka. Akikuona tu hivi kiroho chake kweli, nina wasiwasi na kiroho chake. Hivi ameokoka kweli? Bwana siwe sana. Hiyo ni shaka. Watu wengine ambao huwezi kuwakwepa ni watu wenye wivu. Watu wenye nini? Ukikutana na watu wenye mashaka, kundi lingine lazima utakutana na watu wenye wivu. Watu wenye wivu ni watu ambao watahakikisha hawezi kusonga mbele. Mtu yote mwenye wivu kwenye jamii, kwa ndugu, hata kama ni ndugu. Yusufu kitu gani kilimtokea? Alikutana na watu wenye wivu. Bwana siwe sana. Haleluya. Watu wenye wivu hauwezi ukawakwepa popote, hata